Na nataka nizungumzie jambo muhimu sana katika siku ya leo kuhusu mtu mmoja ambaye, unajua watu wa Mungu tupo nyakati za mwisho na neno la Bwana lazidi kupotoshwa kila kuitwapo leo. Kila mmoja anakuja na funuo zake. Lakini nyinyi ambao mnawafundisha watu mtahukumiwa na mtakwenda jehanamu kwa sababu ya kupotosha maandiko au kuwapotosha watu. Mtadaiwa damu za watu, mtatoa hesabu kwa ajili ya nafsi za watu. Sikiliza, kuna mtu mmoja anajiita Apostle Favor. Sasa hivi ni wa kike, sasa hivi anajiita Apostle Favor. Zamani sikuwa anajiita nani vile nimesahau. Sasa hivi anajiita Apostle. Wanajitafutia vyeo kila kuitapo leo na vitengo kila kuitapo leo. Wanajitwalia sifa na utukufu. Endeleeni kujipandisha na kujiinua, jitafutieni faida kwa kuwa mmeshalipwa tayari hapa duniani. Mmeshalipwa tayari hapa duniani na taji yenu mmeshaipata tayari hapa duniani. Baada ya kufa kwenu mtakwenda jehanamu. Katika Methali sura yake ya kwanza mstari wa 30 neno la Bwana linasema hawakubali mashauri yangu. Hawakubali mashauri yangu. So yamkini ninapokuambia utakubali mashauri yangu. Wakayadharau maonyo yangu yote. Au utayakubali mashauri ninayokuambia na utayadharau maonyo yangu yote. Haya ninayozungumza sio atokayo kwangu bali atokayo kwa Bwana. So Bwana hapa anamaanisha kwamba yale yanayosema amuyakubali bali mnayadharau. Sawa, endeleeni kuyakataa na kuyadharau. Endeleeni kuyakataa na kuyadharau. Maonyo ya Bwana endeleeni kuyadharau na kuyakataa. Sawa sawa na Methali sura yake ya 10 mstari wa 17 anasema akubalie kurudiwa huwa katika njia ya uzima. Yeye anayekubali kurudiwa huwa katika njia ya uzima, na kwamba anayekubali kuonywa, kukemewa huwa katika nini? Katika njia ya uzima. Mbali yeye aachaye maonyo ukosa. Kwa kila anayeacha maonyo ufanyaje? Ukosa. So kila asiyependa kukemewa, mtu huyo utembea katika njia potofu. Haleluya. Utembea katika njia potofu. Kwa hiyo usipokubali kuyasikiliza maonyo ya Bwana, jua wewe utapotea na utaangamia. Sawa sawa na Methali sura ya 5 mstari wa 23 unasema atakufa huyo kwa kukosa maonyo. So utakufa wewe kwa kukosa maonyo, naye atapotea kwa wingi wa ujinga wake, na nyinyi mtapotea kwa wingi wa ujinga wenu, kwa sababu hamyataki maonyo ya Bwana. So mtakufa kwa kukosa maonyo na mtapotea kwa wingi wa ujinga wenu. Haleluya, hilo ni neno la Bwana. So Favor, mara popote ulipo, utakufa kwa kukosa maonyo na utapotea kwa wingi wa ujinga wako, kwa sababu umejiaminisha, umejitungia sheria. Alafu hapo ulipo ni vigumu sana, kwa sababu pumba nyingi zimekaa kilini mwako, umejiaminisha mambo mengi, ni vigumu sana. Kinachosubiriwa kwako ni jehanamu. Unajiita uzao wa Ibrahim lakini hauishi kama Ibrahim alivyokuwa. Unajiita mwana wa Mungu, hauishi kama Bwana anavyotaka. So kila asiyeishi sawa sana matakwa ya Bwana, huyo ni mwana wa Ibilisi. Ndivyo ilivyo kwa Bwana, na ndivyo maandiko matakatifu yasemavyo. Haleluya. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 22 mstari wa 5. Kuna jambo hapa ambalo aliligusia. Kwa mfano, mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume. Kama tunasema hivi, mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, kwa dunia sasa, hebu akili zako zinakwambia nini? Akili zako zinakwambia nini? Au maandiko yanaposema wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, akili zako zinakwambia nini? Automatically utapata suruali kwamba suruali ni ya mwanaume. Automatically gauni utajua gauni ni ya kike. So hapa yakilisha kwamba ni ile ukosefu au kufanyaje, kubadilisha jinsia. Hapa sio jinsia, hawajazungumzia jinsia hapa. Ingelikuwa jinsia basi wangelisema kwamba hapa kinachomaanisha hapa ni potoshaji wa nini? Wa jinsia. Umeona? Hapa kinachozungumzwa ni hali ya kawaida ya mavazi. Ya mavazi kama mavazi. So tunatazama mavazi sasa hivi, tunajua kwamba suruali inafaa kwa wanaume na gauni inafaa kwa wanawake. So kwa utaratibu tunaweka hivyo. Haleluya. Kwa utaratibu tunatembea katika hilo. Mwanaume avae suruali na kanzu ambazo ni za kiume. Na mwanamke avae magauni na kanzu ambazo ni za kike. Haleluya. Au siketi ambazo ni zini. Lakini zamani walikuwa wanavaa ni makanzu wote, majoo. Umeona? So hapa
Usije kadanganya watu eti hapa ilikuwa ni wanazungumzia kwenye swala la kubadilisha jinsia kwamba watu waanze kujiona kama yeye. Hiyo sehemu unapozungumzia wewe, tafsiri ipo sehemu nyingine ya kwamba wanaume watabadilisha maumbile yao ambayo sio asili kwa ya asili. Bwana kwamba watalalisha mambo yasiyofaa na wanawake wataingilia kinyume cha maumbile. Huko ndiko kubadilisha jinsia. Hapo wanaanza kubadilisha jinsia, mwanaume anataka kuwa mwanamke, mashoga wapo. Umeona? Wasagaji wapo, wantomboi wapo. Watu wanakuwa hivyo. Hapo ndipo kutaka kufanyaje? Kubadilisha jinsia. Yes, hata kubadilisha jinsia kupo pia katika kuvaa mavazi. Unapovaa mavazi wewe mtoto wa kike, unavaa mavazi ya kiume yanayofanana na kiume, unabadilisha jinsia, unakuwa kama tomboi. Kwa maana wanawake wengi wapo kama tomboi, unamwangalia mwanamke huyu ni mwanaume. Yaani unamwangalia huyu ni mwanaume. Wanawake wameshabadilika. Hallelujah. Wamebadilika. Yes, tabia zimeshabadilika, wameshabadilisha jinsia. Hata kupitia mavazi unakuwa tomboi, unakuwa shoga. Wewe mtoto wa kike, wa kiume, unapovaa nguo zinazofanana za kike, unakuwa malaya, unakuwa mwanamke ambaye ni nani? Ni muovu. Hallelujah. Yes, watu wengi jinsia zao, akili zao, homoni zao zimeshabadilika. Ndio kwa maana mkuta mwanamke ana homoni za kiume, anavaa mavazi ya kiume, anaongeka mtoto wa kiume, anatembea mtoto wa kiume. Hallelujah. Unamkuta mwanaume na yeye homoni zake zimeshabadilika, zimeshakuwa za kike. Yes, hayo yote yanachangia kupitia mavazi. Kwa zipo hali ya tabia na hali ya mavazi. So mavazi ni mavazi, mavazi yanatambulisha utambulisho wa nje, afu tabia zinatambulisha utambulisho wa ndani. Hallelujah. Kwa hiyo hapa ni mavazi. Mwanamke usivae nguo zinazopasa mwanaume. Usivae, ukivaa unaonekana mwanaume. Na wewe mwanamke usivae nguo zinazompasa nani? Mwanamke. Ukivaa unaonekana mwanamke mbele ya Bwana. Automatically hata hisia ndani, hata mtazamo wako ndani unaanza kuchange. Homoni zako zinaanza kuchange. Utakuwa na vitabia vya kike na vitabia vya kiume. Hallelujah. Eti maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. So kila anayefanya mambo hayo ni machukizo mbele ya Bwana Mungu wako. Nenda ukaangalia tafsiri yake leo itoa. Watu wa Mungu, favor na kuonya. Kama utakubali maonyo haya, ushiditie ujeuri. Ondoa kiburi, nyenyekea. Maandiko yanasema katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 pale kuanzia mstari wa 14 pale anakuambia kama utakubali kunyenyekesha, kama utakubali kunyenyekea, kama wanawake amkubali kunyenyekea, mnajiinua. Ndio kwa maana leo mnataka 50-50, mnajitetea, mnatafuta maandiko kulinda uovu wenu, mabaya yenu. Yes, vile vile hata baadhi ya wanaume wanatafuta maandiko kulinda ubaya wao. Yes, jehanamu inawasubiri. Jehanamu inawasubiri. Hallelujah. Jehanamu inawasubiri. Ni sawa sawa na kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza sura yake ya 2 mstari kuanzia mstari hapa wangapi? Wa 9. Maandiko yanasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu. Inazungumza wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani. Yes, hapa hawajataja mwanaume. Hapa anatajwa ni mwanamke. So kama imetajwa mavazi, haleluya, anayezungumziwa hapo ni mwanamke. Maana kwamba vivyo hivyo, haleluya, asante na mtakatifu, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Mavazi ya kujistiri, ukiangalia mavazi ya kujistiri, maana kwamba ukianzia huko mpaka huko ni kujistiri mpaka chini. Kama Waislamu, wanawake wa Kiislamu wanavyovaa, huko ni kujistiri. Ni watoto wa Kikristo, nani ni waroga nyie? Huko ndiko kujistiri. Ndio kwa maana wanawake wa Kiislamu wanawazidi nyewe wa Kristo, kwa sababu upumbavu. Maandiko yanasema watu wangu wangamia kukosa maarifa. Hamna maarifa. Huko ndiko kujistiri. Lakini mna visababu vingi, kwa sababu mnachunguza maandiko, mkitafuta maandiko kuwatetea, kuficha uovu wenu. Ole wenu. Ukisoma katika ile kitabu cha Isaya 30 ngapi? 30 pale kuanzia mstari wa kwanza pale mpaka wa 5. Anakuambia pale jinsi gani watu wasivyotaka mashauri kwa Bwana, bali wanataka mashauri yao wenyewe. Wanafanya mambo yao kwa matako yao. Yes, mpo hivyo. Haleluya. Eti pamoja na adabu. Wanawake kuweni na adabu. Wanawake wale hawana adabu. Wanawake wale hawana adabu, hawana heshima. Hawana heshima.
Aswa ni ambao mnaotaka kujitolea utukufu, kumiliki wenyewe, kutawala wenyewe. Hamna adabu, heshima ndani yenu hamna. Sijui hata ume zenu mnaishi nao vipi. Sijui kama umeolewa. Ndio kwa maana hata mkiolewa ndoa zenu zipo katika misukosuko, kuvunjika na kuharibika, kwa sababu hamna adabu. Haleluya. Hamna adabu. Kuweni na adabu nzuri. Haleluya. Eti na moyo wa kiasi. Kuweni na moyo wa kiasi. Nyi wanawake wa aina hii huwa mpende kushaurika. Mnajifanya mnajua sana. Mnajifanya ndio kila kitu. Yes, hauwezi sikiliza, hauwezi. Jana mtakwenda jana kwa sababu ya hizo tabia zenu. Eti wala si kwa kusuka nywele, wala si kwa kusuka nywele. Msisuke nywele. Wala msisuke nywele. Mtu mwingine atakuja hapa atatafuta kiandiko kia kumtetea. Atatafuta jinsi ya kujidefend. Apate kufanya kila mtu anayefanya uovu utafuta njia ya kulinda uovu wake. Anayefanya zina utafuta njia ya kulinda zina yake. Kila anayefanya umalaya anatafuta njia ya kulinda umalaya wake. Mwenye shoga anatafuta njia ya kulinda ushoga wake. Mfilaji anatafuta njia ya kulinda ufilaji wake. Mfiluaji anatafuta njia ya kulinda ufiluaji wake. Yes, kila mmoja anatafuta njia ya kutetea ubaya wake. Ongereni, jana mnawasubiri. Wala si kwa kusuka nywele, eti wala kwa dhahabu, wala kwa dhahabu. Yes, wala si kwa kusuka nywele kwa dhahabu. Haya madhahabu mnavaa mavikuku, mnavaa shenga, si shenga inaitwa, mnavaa vitu vya ovyo ovyo, mambo kibao, mnatumia masikio. Yes, hayo yote ni madhahabu. Unafanyaje? Mnayoyavaa kwenye miili yenu. Haleluya. Bwana amesema wala sio kwa dhahabu. Umeona? So msio mnajipamba, lakini mara ngapi ya muonyiki mnavaa macheni, mnavaa mahereni, mnavaa mikufu, mnavaa vitu tofauti tofauti. Yes, hiyo yote ni dhahabu. Bwana anasema wala sio kwa dhahabu wala lulu, wala sio kwa lulu. Umeona? Wala kwa nguo za thamani, wala kwa nguo za thamani. Haleluya. Yes, nguo za thamani. So asio kwa nguo za thamani. Nguo za thamani zinazozunguzwa hapa, unaweza ukavaa nguo yako 10,000, 20,000, 5,000 kulingana na hela yako. So au sio ile nguo ya kumfana mtu anaenda kununua. Kwa mfano, na rafiki yangu yule aliniambia yake akipata hela ataenda kununua kiatu cha milioni 20. Sasa jifikirie, kiatu cha milioni 20. Huo mtu anatafuta nini? Hapo ndani yake, ndani ya moyo wake mna kusudio lingine. Watu wanavaa nguo ili waonekane, wasifiwe. Waone wao ni wakina nani. Haleluya. Vaa nguo yako kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Usivae nguo za thamani ili watu wakuone, ili wawakomeshe watu wengine, waone jinsi ulivyopasua kibubu. No. Vaa nguo za thamani kwa kuwa Mungu amekujalia hiyo nguo unaivaa. Yes. Haleluya. Sio kwa nguvu ya nini? Sio nguvu ya nguo za thamani ambayo inazidi kiasi. Haleluya. Watu wanunua nguo za bei kubwa kwa ajili gani? Kwa sababu wamuone. Nani anayenunua nguo kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Mnanunua nguo za thamani ili muonekane, jirani yako kuone. Kama una sherehe ulialikwa wakuone. Kama una sehemu ulialikwa wakuone. Ndicho mnachokifanya. Hicho Bwana apendezwe nacho. Lakini utakaponunua nguo yako, haleluya, 20,000, 50,000. Yes, kulingana na Bwana alivyokujalia. Kwa vaa hiyo nguo katika utukufu wa Bwana. Inunue kadri la utukufu wa Bwana na uvae katika nguvu ya utukufu wa Bwana. Hiyo nguo isikuwe sababu ya watu kukosa amani. Haleluya. Ya watu kukosa raha. Unavaa ili watu wakuone, leo nitawakomesha, leo nitasifiwa, leo nitatongozwa sana. Haleluya. Eti mbali kwa matendo mema, mbali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake. Haleluya. Wanaoshiriki uchaji wa Mungu. So mbali kwa matendo mema. Haleluya. Kama iwapasavyo wanawake wanaoshiriki fanyaje? Kumcha Mungu. Ishini katika matendo mema enyi wanawake. Matendo yenu mengi ni maovu. Matendo yenu wanawake wengi ni maovu. Ishini katika matendo mema. Ishini katika matendo mema. Acheni matendo maovu. Eti mwanamke na ajifunze katika utulivu. Haleluya. Akitii kwa kila namna. So mwanamke jifunze katika utulivu, ukitii kwa kila namna. Sasa nyinyi mnaosimama kufundisha, unaweza kutii, unaweza kujifunza kwa utulivu. Uwezi, kiburi kimekaa ndani yako. Haleluya. Jeuri imekaa ndani yako, ndio kwa maana utapotea, utakufa katika ujinga wako na utaangamia kwa kukosa maonyo. Haleluya. Yes, utakufa kwa ujinga wako. So wanawake mtakufa kwa ujinga wenu. Ishini katika matendo mema. Kama inavyoonekana kwamba ndivyo wanawake wachaji wa Mungu walivyokuwa. Angalieni wakina Mariam, wakina haleluya, Martha, walikuwaje hao wanawake? Walikuwaje hao wanawake? Hao ndio wanawake waliomcha Mungu.
Je, mnafanania nao? Mnafanana nao? Mbona mnajivalisha vyeo, vitengo, mnajiweka kwenye sehemu ambayo mnalazimisha jana mtawasubiri na jana mtakwenda. Eti mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna, eti kwa kila namna. So mwanamke anajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Jifunze katika utulivu na ukitii kwa kila namna, ewe mwanamke. Haleluya. Eti simpe mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Na mwanamke ruhusa ya kufundisha umetoa wapi? Ruhusa ya kufundisha nani kalio hapa? Ilo agizo umelitoa wapi? Haleluya. Yes. Yapo maandiko ambayo kwa sababu ya kazi baadhi ya wanawake walizifanya, mnaanza kuzichukua kama ni ruhusa ya kwenda kufanya. No. Wao kama walifanya, sio ruhusa, hujatumwa. Kuna tofauti ya kuagizwa, haleluya, na kutenda, haleluya. Kuna mtu ambaye kwa mfano hapa tunafanya kazi kwa pamoja, unaweza tukafanya kazi hapa tukiwa pamoja, alafu kuna wengine wanatumwa kuenda. So kuna agizo la kutumwa na kuna kufanya kwa pamoja, haleluya. Sasa wewe nani aliyekutuma? Au wewe upo kwenye sehemu ya kufanya na wale ulionao pamoja? Haleluya. Watu wanajituma leo. Hujapewa ruhusa. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Una ruhusa ya kufundisha wewe, wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Kuwa katika utulivu. Nyinyi wanawake wangapi mnataka kuwatawala wanaume zenu? Wapenzi wenu, wachumba wenu, mnataka kuwatawala. Mnataka kutawala mpaka huko. Wengine wameanzisha makanisa vyao, wanaanza kuwatawala wanaume. Na nyinyi wanaume mnakaa tu mnatawaliwa na wanawake. Akili hata nyinyi hamna, amsomi maandiko. Wewe mwanaume usikubali kutawaliwa na mwanamke mala popote ulipo. Kwenye ibada, mwanamke haruhusiwi kukufundisha wewe, labda awafundishe wanawake wenzie. Labda watawale wanawake wenzie, hapo sawa, lakini sio kukufundisha wewe mwanaume, wala sio kutawala mwanaume. Haleluya. Eti kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Kwa sababu mwanaume ambaye ni Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Hicho ndio chanzo kikuu cha mwanamke kutokumtawala mwanaume wala kutokumfundisha mwanaume, kwa sababu mwanaume ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Haleluya. Eti wala Adamu akudanganywa. Sababu kuu, kwa sababu mwanaume alipotangulia duniani akudanganywa, bali mwanamke alidanganywa. Mwanamke hata awe vipi katika sehemu yote aliyopo, ni mwepesi wa kusaliti, ni mwepesi wa kuchiti, na ni mwepesi wa kuanguka. Hata kama awe nani, mwanamke ni rahisi sana kuanguka, ni rahisi kutenda dhambi. Ndio kwa maana mambo mwanamke ni vigumu sana uyakute hapo katika njia takatifu iliyonyoka. Never. Haleluya. Kwa sababu mwanamke ndiye alidanganywa. Adamu kufanyaje? Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Mwanamke alidanganywa kabisa, yani kabisa. Haikubaki hata senti moja kutokudanganywa, maana kwamba yeye alidanganywa mazima na akaingia katika hali ya nini? Ya kukosa. Hiyo ni sababu kuu ya mwanamke kutofanyaje? Kutokumtawala mwanaume na kutokumfundisha mwanaume. Haleluya. Na neema ya kuokolewa mwanamke iko mahali hapa. Eti kwa lakini ataokolewa kwa uzazi wake. So mwanamke ataokolewa kwa uzazi wake. Usipokuwa na uzazi, maana kwamba pasenti ya kuokolewa ni chache sana. Ukiwa na uzazi ndio utaweza kuokolewa. Na sio uzazi tu. Anasema kama akidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. So ili upate kuokolewa mwanamke, inabidi uokolewe kupitia uzao wako, na kama ukidumu katika imani, upendo, haleluya, eti na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Haleluya. Ndipo utafanyaje? Utapata neema ya wokovu. Haleluya. Hilo ni neno la Bwana. Acheni kupotoshana. Acheni kutafuta maandiko kwa defend. Ni sawa sana huyu anajiita nani? Anajiita Ndasha. Ndasha ukiwakuta akiongea na Waislamu, yapo maandiko ambayo anayotumia kudefend kwenye Waislamu ili wapate kumuelewa na kumkubali. Lakini anapokutana na Wakristo wenzie, yale maandiko unakuta anayakataa tena. Haleluya. Unakuta anayakataa tena, na wakati kwa Waislamu aliyatumia kudefend hoja zake. Au kuna maandiko ambao Waislamu wanapokutana na Wakristo wanayatumia kudefend hoja zao. Wanapokutana wao kwa wao, afu wanayakubali au wanayapinga tena. Watu wa Mungu, ole wenu, jana inawasubiri. Haleluya. Inawasubiri. Soma na mimi katika Petro wa kwanza. Petro wa kwanza
sura ya 3 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 5. Neno la Bwana linasema, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Haleluya. So hapa tena unasisitizwa kwamba kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Hapo unaambiwa sasa, kwa kule kujipamba ulikoambiwa kule ukatajiwa mambo ya kufanya mavazi nini, hapa pia unaambiwa usiangalie tu kujipamba kwa nje, bali kwa kujipamba kwa nini, kwa ndani. Haleluya. Yani kusuka nywele. So sio kusuka nywele wala kujitia dhahabu, umeona, na kuvalia mavazi. So hivyo visikutoshe, visiwe mwisho wa kufanyaje, kuwa katika utukufu wa Mungu. So usiviangalie hivi katika utukufu wa Mungu, bali ujipambe. Kujipamba kwako kwa utu wa ndani, eti bali kuwe utu wa moyoni, Haleluya. Eti usioonekana, utu wa moyoni, utu wa ndani, maana kwamba usioonekana katika mambo au katika mapambo yasiyoharibika, yani katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole, utulivu, haleluya, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Ndicho Bwana anachokitaka. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usionekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Ndicho Bwana anachokitaka. Maana vivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumainia Mungu na kuwatii waume zao. Ndivyo ilivyokuwa na ndivyo walivyojipamba wanawake wa zamani waliomtumainia Mungu. Haleluya. Waliomtii na waliowatii waume zao. Nyinyi mnawatii waume zenu? Nani anemtii mume wake? Nyinyi wanawake amuwatii waume zenu, amuwatii wala muwasikilize na muwaheshimu, kwa sababu mumeshaota mapembe. Wanawake wote wanataka kujinua, wameota mapembe. Kila mwanamke anajitungia sheria, kila mwanamke anataka awe mtu fulani, anataka awe juu ya mwanaume. Ukitaka kuwa juu ya mwanaume ni kama vile unataka kuvunja sheria ya Mungu, unataka kuwa juu ya Mungu, kwa sababu imeandikwa mwanaume ni kichwa wa Kikristo. Haleluya. Yes. Kwa hiyo hakikisha unakaa katika hiyo hali ya utukufu wa Bwana. Ishi kama neno linavyotaka. Kujipamba kwako kuwe katika utu wa ndani. Maana vivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu. Je, wewe ni mtakatifu wa zamani? Wanawake watakatifu wa zamani, je, wewe ni mtakatifu? Tazama wanawake watakatifu wa zamani, ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Wewe unakuja kukataa, unadefend dhambi zako. Ongera, utakwenda kuzimu. Jana mnakusubiri, eti waliomtumainia Mungu na kuwatii waume zao. Haleluya. Yes. So kujipamba kwako kuwa utu wa moyoni usionekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole. Kuwa na roho ya upole wa mwanamke na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Hiyo ndiyo iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Haleluya. Bwana kwa sana. Ndicho Bwana anachokitaka kwako. Hebu tusome Waefeso. Haleluya. Waefeso sura ya 5 22 inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana kama Bwana wetu. So enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kumbi pale tunaambiwa gisi gani wanawake wachaji wa Mungu walivyowatii waume zao. Hapa pia nakuja kuambiwa, yes, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kama kumtii Kristo. So mwanamke inabidi umtii mumeo kama kumtii nani? Kama kumtii Kristo. Haleluya. Hilo ndilo neno la Bwana. Acheni kutafuta maandiko ya kujidefend.
ya kuwafariji. Ewe Favor, unajiita Prophet Favor, Apostle Favor, na wengine hao wanaotumia maandiko hao kupotosha watu wa Mungu. Acheni kujifariji. Neno la Bwana imesema usiongeze wala usipunguze. Watu wengine ndio hivyo, kila mmoja anatafsiri kulingana na anavyotaka kudefend nia na lengo lake. Na ukiwaona wote ambao wanao defend ya maandiko kwa kusema inahalalishwa kufanya, ndio wanavyofanya. Uangalie kila anayekwambia kwamba inabidi tusuke, inabidi tuvae suruali, na wanavaa suruali. Unamkuta mwanamke amekuwa kama bonsa, amevaa suruali, yani hana mbele wala nyuma. Ni wanawake nenda waroga. Mnasuka mwenyewe unakuwa kama misukule. Bwana anachokitaka kwamba Bwana hataki kuongeza. Hataki. Hizo zote ni sanamu. Hebu ngoje. Hizo zote ni nini? Hizo zote ni sanamu. Hizo zote ni sanamu kwa Bwana. Zinaonekana kama sanamu kwa sababu mnapovitumiki, mnaviamini hivyo sana. Angalia mwanamke kwenye kujipamba, anatumia masaa ngapi kwenye kujilemba ya mambo yao? Atamuka saa 1 mpaka aende kazini saa 4, saa 3. Hizo ni sanamu. Hizo zote ni sanamu. Mnaziamini na kuzitumania hizo zote ni sanamu. Haleluya. Hizo ni sanamu. Ndiyo maana ya maandiko hayo. Watu wa Mungu, tusipotoshe maandiko. Wewe kama unatetea maandiko, nasema mwenye kujitakasa anazidi kujitakasa, na mwenye dhambi azidi kutenda dhambi, mwenye kujichafua azidi kujichafua. Lakini usichangie wengine kuchafuliwa, usichangie wengine kuwapoteza, maana kila nafsi utakayoipoteza utaidahiwa. Na hilo noti kwenye kichwa chako, kwenye kumbukumbu zako, ya kwamba kila nafsi ambayo iliyopotea kwa ajili yako utadaiwa hiyo nafsi. Kila nafsi iliyopotea kwa ajili yako utaidaiwa. So kila ulichokipoteza mbele ya Bwana, Bwana atakudai. Utalipa. Bwana atakudai, utalipa. Haleluya. Utalipa. Yani lazima utalipa. Kwa hiyo hilo neno la Bwana nikata niweke hapo sawa. Nilimwona anafundisha, anawaambia watu ili wamwamini zaidi, anawashawishi, naona kabisa anawatongoza. Usinipime mimi kwa mafundisho ya watu wengine. Wasikupime wewe kwa mafundisho ya watu, unawaambia ili wasijishughulishe maana kwamba upumbavu wao, upotoshaji wako uingie vichwani mwao. Wasijishughulishe na mafundisho mengine ili wapate kufungua fahamu zao. Unawaambia wakuamini wewe tu. Ila dunia, shetani anajua kutumia watu wake kweli. Yaani unafundisha kabisa na watongoza ili wasije wakaenda kutafuta mafundisho ya haki na kweli. Yamkini watakutana mafundisho ya haki na kweli, wapate kuelimika, wapate kuponya nafsi zao. Unawaambia kabisa msiende kuangalia huko, msiende kutafuta mafundisho mengine ili uje unijaribu mimi, unipime kama mimi ni wa Mungu au la. Kwa hiyo unataka unachowafundisha wewe, unavyowapotosha wazidi kupotea. Nyie wote wanawake wote jana mtakwenda. Nyie wote mnaojiita wachungaji, si maapostoli, si wakina nani, nyie wote jana mnakwenda. Nyie wote msiozingatia neno la Mungu, mnaotumia maandiko kujifariji, nyie wote jana mtakwenda. Hilo ni neno la Bwana.